Bwana, ni wapi update kidogo kutoka pale Cairo, Misri, kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Bwana, mimi juzi niliwapa taarifa kuhusiana na namna ambavyo Al Masry wameweza kuifuatilia vizuri klabu ya Simba na walituma mashushushu ambao walikuja kutafuta taarifa kuhusiana na klabu ya Simba, lakini pia kuichunguza Simba kuanzia kwenye viwanja vya mazoezi. Lakini kama unakumbuka pia hata mchezo wa mwisho dhidi ya Dodoma Jiji, wao walikuwepo pale uwanjani kuhakikisha kwamba wanaichunguza Simba vilivyo na wanapata taarifa nzuri kuhusiana na klabu ya Simba. Lakini pia walituma watu kwenda South Africa kufanya interview na kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davids baada ya mchezo wa Mamelodi Sundowns dhidi ya Orlando Pirates kumalizika pale South Africa. Walifanya naye interview, lakini yeye hakujua kwamba watu ambao wanafanya nao interview ni watu ambao wametumwa na klabu ya Al Masry. Kwa hiyo alikuwa hajui chochote na alimwaga mbinu zake vizuri, alieleza vizuri namna ambavyo anajiandaa kwenye mchezo dhidi ya Al Masry bila shida yoyote ile, yani bila kujua kwamba anahojiwa na mashushushu kutokea pale Misri ambao wametumwa na klabu ya Al Masry. Nikwambie kitu kimoja, Al Masry walianza mazoezi tangu juzi Jumatano iliyopita waliingia kambini kwa ajili ya maandalizi dhidi ya klabu ya Simba, na Al Masry wanashika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Misri wakiwa na alama 31. Of course nilisha kuambia hapo nyuma, lakini kwenye maandalizi ambao wanafanya maandalizi kwenye ule mpango ambao umebeba madhaifu ya klabu ya Simba na ubora wa klabu ya Simba, na plani iliyopo mpaka hivi sasa ni kujua Simba wanawasili muda gani Misri. Ndio mpango ambao wako nao, na tayari wametuma mashushushu ambao pia wako hapa Tanzania kufuatilia kambi ya klabu ya Simba itakuwa wapi, lakini pia kupata taarifa kwamba watasafiri, watatoka Tanzania muda gani na watafika pale Cairo muda gani. Of course muda wa kufika utajulikana kwa mtu yoyote, yani muda wa kufika sio shida. Kujulikana utajulikana kama wanafika muda gani, lakini kitu gani ambacho wanataka kukifanya? Wanataka kukifanya Al Masry kwenye safari ya Simba ni kuhakikisha kwamba wanaanza kuimaliza Simba Airport. Na mpango wao ni kuichelewesha Simba Airport, kwamba kwenye ule muda ambao watafika hakuna usafiri wowote ambao wataupata utawapeleka hotelini. Na hata kama Simba watatanguliza wawakilishi kule ambao wataenda kufanya taratibu za usafiri, kwamba itume watu ambao wataenda kutafuta usafiri wao binafsi, mpango ni kujua nafika muda gani, halafu waanze kujua ni watu gani ambao wamewatanguliza. Na ndio maana mpaka leo tunapozungumza wako hapa Dar es Salaam. Ina maana mpango ni kutaka kujua Simba wanaondoka lini, lakini wamewatuma watu gani kwenda Misri kwa ajili ya kwenda kutafuta usafiri ambao utawatoa airport kwenda kuwapeleka hotelini. Lengo lao ni nini? Lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanawajua watu ambao wameenda Misri. Halafu kule sasa watafute watu ambao watawafuatilia. Kwa kampuni yoyote ambao wataingia kuchukua basi ambao litaenda kuwachukua Simba, au ukiacha ile ambalo wao Al Masry watawapa, basi wazungumze na yule dereva, awacheleweshe, awazungushe au itengeneze foleni ambayo itawachelewesha Simba waweze kuanza kupata shida tangu airport mpaka wanafika hotelini. Lakini pia kuna kampango kingine ambao wamekatengeneza kwa upande wa hotelini, kwamba watapata hoteli ambayo hawatapata kile ambacho wanakihitaji kwa muda. Yaani vitu vyote ambavyo watavihitaji pamoja na kwamba wanatoa pesa, lakini watavipata kwa kuchelewa. Na hiki ni kitu ambacho timu nyingi za Misri huwa mara nyingi wanakifanya, na mara nyingi huwa kinawasaidia sana kupata alama 3. Zipo timu ambazo zimewahi kufika Misri kwenye mazingira ya aina hiyo na zikashindwa kupata alama 3. Raja Casablanca wamewahi kufanywa kitu kama hiki wakati wameenda kucheza kwenye mchezo dhidi ya Rayo Zamalek. Lakini pia RS Berkane wamewahi kufanywa pia kitu kama hicho wakati wameenda pia pale Cairo. Lakini pia Wydad Casablanca wamewahi kufanywa kitu kama hicho. Na kama unakumbuka msimu wa mwaka juzi Mamelodi Sundowns walipangwa kwenye kundi moja na Al Ahly, na kwenye ile mechi ambayo walienda kucheza dhidi ya Al Ahly nao pia walilalamikiwa kufanyia vitu kama hivyo. Hadi pamoja na kwamba walitafuta basi lao wenyewe ambao linawapeleka hotelini, lakini lile basi liliwachelewesha njiani, lakini pia basi lilikuwa linaharibika sana, kitu ambacho kilisababisha Mamelodi kuchelewa kufika hotelini. Na hicho ndio kitu pia ambacho klabu ya Simba wanataka kufanywa na Al Masry. Kwa hiyo Simba wanapaswa kwenda kwa tahadhari kubwa sana, kwa sababu mpango wa Al Masry kushinda huu mchezo ni mkubwa sana na wamejipanga vilivyo, na hiyo mipango yote tayari ambayo tunaizungumza hapa wameshaiweka sawa. Kwa hiyo watu wa Al Masry ambao wako hapa Tanzania sasa hivi wako hapa kwa ajili ya kuchunguza ni nani na nani ambao watatumwa kwenda pale Cairo kwa ajili ya kwenda kutafuta hoteli na kwenda kutafuta mabasi binafsi.
Ina maana wakishajua hawa watu ambao wametumwa, ina maana watawaambia watu kule, halafu watawazuia, watawakuta, wataanza kuwachunguza, waenda kutafuta basi kwenye kampuni gani, lakini pia wataenda kukaa hoteli gani ili waanze kuwafanyia figisu. Maana yake ni timu ambayo tayari imeshaanza mchakato wa kupata alama 3 za Simba kwenye mchezo wa pale Cairo. Ina maana wanachokihitaji ni kuidhoofisha Simba kwanza nje ya uwanja, halafu waweze kwenda kupata alama 3 uwanjani. Yaani timu za Misri ndivyo ambavyo mara nyingi huwa zinafanya. Hakuna timu ambayo inaenda Misri kwenye mechi ambazo ni za muhimu kwa kupata alama na washinde kufanyia hivi vitu. Na wenzetu unajua wana muunganiko, yani wana muunganiko mkubwa sana, yani tofauti na kwetu. Yani mfano unaweza kukuta kwenye mpango kama huu, unakuta kuna timu kabisa zinawasaidia. Lakini pia hata wakienda kujieleza kwenye kampuni ambayo labda Simba ataichukua kuwatafutia basi, wakiwaambia bwana watu ni wapinzani wetu, mjaribu kunifanyia figisu hapa na pale, yani ni rahisi hata ile kampuni kukubali. Kwa mwisho wa siku unakuta kwa sababu wenzetu wana ushirikiano mkubwa, ni rahisi Simba kule kufanyia kitu kama hicho. Kwa hiyo Simba ile kwa tahadhari kubwa sana. Hizi ni taarifa ambazo mimi nizipata kwa mtu wa karibu kabisa na hao watu, na mpaka sasa hivi wako hapa Tanzania wanafanya taratibu zao za kuidhoofisha klabu ya Simba nje ya uwanja. Maana Simba wanapaswa kujua kwamba maadui wao tayari wameshawazunguka. Yaani wanapaswa kuhakikisha wanajiandaa vizuri kweli kweli. Lakini pia ikiwezekana waende pale Misri kwa siri. Ingawa sasa kwenda kwa siri itakuwa ni ngumu kwa sababu tayari wanaonekana, lakini inabidi Simba tayari wameanza kufuatiliwa, kwa hiyo kwenda pale kwa siri itakuwa ni ngumu. Lakini kwa sasa hivi Simba wanapaswa kwenda kule kwa tahadhari na kukubaliana na kujiandaa vizuri kisaikolojia kwamba wanaweza kwenda kukutana na changamoto za aina hiyo. Kwa hiyo wajiandae kwamba ikitokea mkutana na changamoto za aina hiyo, basi wajue namna gani ambavyo watazikabili na namna gani ambavyo bado pamoja na kwamba changamoto zitakuwepo, waweze kujua jinsi gani ambavyo wataenda kupata alama 3. Kama watajiingiza kwenye mitego hiyo aina yoyote ile, wanaweza kujikuta wanaambulia kichapo na watarudi hapa bila alama 3, na mwisho wa siku wanaweza wakashindwa kufuzu kwenda robo finali. Kwenda nusu finali, not robo finali kumradhi. Watashindwa kwenda hatua nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kama watajipanga vizuri, watakuwa na uwezo wa kwenda hatua ya nusu finali bila shida yoyote.